Simulizi za Nuru, kisa cha Malkia Vashti kilichojaa ujasiri, heshima na matokeo ya maamuzi. Ndugu msikilizaji, karibu katika chaneli yako pendwa ya Simulizi za Nuru. Tafadhali, naomba usubscribe channel hii ili kuwa wa kwanza kupata video mpya za simulizi kutoka katika Biblia. Leo tunakwenda kusimulia kisa kilichojaa hekima, ujasiri na funzo la kina kuhusu heshima na maamuzi ya uongozi. Kisa chetu kinatoka katika Biblia, kitabu cha Esta, sura ya 1, kisa cha Malkia Vashti. Kulikuwepo mfalme mmoja mwenye nguvu nyingi aliyeitwa Ahasuero, mtawala wa dola kubwa ya Uajemi, kutoka India hadi Ethiopia. Katika mwaka wa 3 wa utawala wake, mfalme aliandaa karamu kubwa ya siku 180, akiwaalika wakuu, viongozi wa jeshi na watu mashuhuri wa dola. Baada ya siku hizo, aliongeza karamu nyingine ya siku 7 katika mji mkuu Shushani. Ilikuwa karamu ya anasa, dhahabu, fedha, vitambaa vya kifahari na vinywaji vingi. Wakati huo huo, Malkia Vashti naye aliandaa karamu tofauti kwa wanawake ndani ya jumba la kifalme. Siku ya 7 ilipofika, mfalme Ahasuero akiwa amelewa na kufurahi, alitoa amri Malkia Vashti aletwe mbele ya wageni akiwa amevaa taji la kifalme ili watu waone uzuri wake. Lakini hapa ndipo kisa kinapobadilika. Malkia Vashti alikataa. Alikataa kujionyesha mbele ya umati wa wanaume kama kitu cha kutazamwa. Alisimama kwa ajili ya heshima na utu wake, hata kama alijua kuwa uamuzi huo ungekuwa na gharama. Habari ya kukataliwa ilimfikia mfalme. Akakasirika sana. Akawaita washauri wake wa karibu, watu waliokuwa wanajua sheria na desturi za ufalme. Wakasema, kama jambo hili likiachwa, wake wa watu wote watasikia na kuwadharau waume zao. Heshima ya wanaume itaporomoka. Ushauri wao ulikuwa mkali. Malkia Vashti aondolewe katika nafasi ya umalkia na nafasi yake apewe mwanamke mwingine aliye bora zaidi. Mfalme alikubali ushauri huo. Amri ikaandikwa na kutangazwa katika lugha zote za dola. Vashti akaondolewa umalkia na tangazo likasema, kila mwanaume atatawala katika nyumba yake mwenyewe. Hapo ndipo ukurasa wa Vashti kama malkia ulipofungwa. Lakini simulizi haikuishia hapo. Ndugu msikilizaji, kisa hiki kinatufundisha mambo makuu. 1. Ujasiri wa kusimama katika kweli. Vashti alichagua heshima kuliko cheo. 2. Hatari ya maamuzi ya hasira. Mfalme aliamua akiwa amelewa na kusukumwa na presha ya watu. 3. Nguvu ya ushauri. Ushauri mbaya unaweza kubadilisha historia ya mtu na taifa. 4. Heshima ya utu wa mwanadamu. Uzuri haupaswi kutumika kama chombo cha kudhalilisha. Ndugu msikilizaji, mambo usiyoyajua kuhusu kisa hichi, hebu tuone. Kuondolewa kwa Vashti kulifungua njia ya kuja kwa Esta, mwanamke aliyekuja kwa kusudi maalum la Mungu kuokoa watu wake. Lakini simulizi ya Vashti inabaki kuwa mwanga, nuru, unaotukumbusha kwamba wakati mwingine kusimama katika haki kuna gharama, lakini kuna heshima isiyonyang'anywa. Hii ilikuwa Simulizi za Nuru. Asante kwa kusikiliza. Endelea kutafakari, endelea kung'aa. Usisahau kusubscribe channel yetu, share, like na comment.